Hii ni Mtoro TV. Ndoto yako nini? Usikate tamaa na mapenzi ya Mungu na rehema ya Mungu, mali za Mungu, vyeo anavyotoa Mungu. Usikate tamaa. Leo tunazungumza 2025. Mama Samia Suluhu Hassan ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ukimuuliza kabla ya hapo alikuwa anajua atakuja kuwa rais? La taqnatu min rahma. Yani hili ni somo. Amekuja akiwa makamo wa rais. Mungu kafanya anachokitaka yeye. Ametoka kwa mujibu wa katiba yenu. Siku moja niliwahi kusema, laiti hawa wanasiasa wakubwa ingepelekwa msaada wa jadili, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awe mwanamke, hayupo ambaye ingekubali kwa sasa. Lakini lile ni somo la taqnatu min rahmatillah. Katika hadithi al-Qudsi, ya ibna Adam anta turidu wa ana urid wala yakunu illa ma ana urid. Ewe mwanadamu, wewe una mikakati yako na mipango yako unayoitaka, lakini jua hakuna litakalotimia isipokuwa lile ambalo mimi ndio nalitaka liwe. Hii ni kuashiria kwa Mungu hakuna gumu. Kwa Kiswahili cha wazee, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Mungu ndio chai yenyewe. Samia leo ni rais, Majaliwa waziri mkuu, pengine kwenu naye mjomba wako leo waziri au mbunge tu au diwani. Huko nyuma na yeye hakutegemea atakuwa katika cheo hicho. Somo hili tunafundishwa, hatakiwi mtu kukata tamaa kwenye chochote. Even myself, ukimuuliza Muharram kama Muharram, huko nyuma miaka kadhaa ilikuwa katika mambo kama haya, nakaa kule nyuma, lakini mpango wa Mungu mimi ndio shehe leo. Mabwana wakubwa wamejadili katika watu wa kualikwa mtambani na huyu wawemo. Mpango wa nani? Wa Allah. Wapo watu kadhaa nilikuwa nao madrasa, nimesoma nao, wamefika nilipofika, na kama wamefika switi yao na shuhura yao kama mimi, basi na wewe jiulize hivi pia, la taqnatu min rahmatillah. Vyovyote itakavyokuwa, vijana wenzangu, watoto wangu, wakubwa wangu, kila mmoja asikate tamaa na chochote kile kinachomhusu Mungu. Watu wa somo la akida wana maneno yao, wanasema al-abdu fi tafkir war-rabbu fi tadbir. Mja yupo katika kutengeneza mikakati, kuvunje nguvu mikakati na mipango. Unatafakari, uweke mipango yako sawa sawa, lakini war-rabbu fi tadbir. Allah yupo kazi yake kuendesha dunia. Mungu hakai kufikiria kama mwanadamu. Wewe unafikiri Mungu anaendesha yake. Kwa sura hii na ujumbe huu, la taqnatu min rahmatillah, ujumbe wetu wa leo, musikate tamaa na mazuri yoyote ya Mungu katika maisha yako. Kwa maelezo haya nichukue maneno ya watu wa aqida, innamal hayatu aqidatun wa jihad, la taqnatu min rahmatillah, innamal hayatu aqidatun wa jihad. Funga msuli sawa sawa, tafuta mkanda sawa sawa, mwanangu mdogo wangu, acha kushusha suruali nusu mlingoti, funga. Innamal hayatu aqidatun wa jihad, kwa fi riwaya wa ijtihad. Aina yoyote ya maisha unayoyataka ni sambusa, triangle, kona tatu. Maisha yoyote unayoyapanga yanahitaji kona ngapi? Tatu. Ondoka nayo leo, la taqnatu min rahmatillah. Maisha yoyote unayoyataka kona tatu. Kama ulijisahau, kuanzia leo kila kitu unachokitaka amini, muendeshaji na mfanikishaji ni Allah moja. Unayataka maisha gani? Unataka na wewe baadaye uje kuwa mwalimu wa sekondari, basi jambo la kwanza hakikisha ni hili. Amini chochote kile kinachotuka katika dunia, anayekiendesha na kukifanikisha ni nani? Allah moja. La pili, ukishajua hilo, pambana kumuomba Mungu.
Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdhabu. Kuna tofauti ya Mungu na mwanadamu. Mungu huwa anakasirika ukiacha kumuomba mara kwa mara, yani ile kila wakati, kila lako Mungu, kila lako Mungu, yani kila kitu Mungu. Mungu ndio anapenda na anachukia ukiacha kumuomba, kana kwamba unajifanya unajiweza. Tofauti iliyopo, wa bunayyu adama hina yusalu yaghdhabu, wakati mwanadamu akiombwa sana ndo anakasirika. Kila siku mimi tu, siaombe watu wengine. Waweza ukamuomba siku ya kwanza akakupa, asinungunike. Ya pili ikishafika mara ya tatu anaanza kukujadili ndani ya nafsi, huyu kila siku amegeuka kikosi cha mizinga. Kwa nini? Mwanadamu akiombwa sana anakasirika, wakati Allah ndo anapenda umuombe sana, na ukiacha kumuomba Allah anakasirika. Kwa hiyo kipengele na nukta ya kwanza ya maisha yoyote unayoyataka, uwe tajiri, uwe mfanyabiashara mkubwa, uwe shekhe, uwe imamu, kitu cha kwanza amini yote anayeyatimiza ni nani? Allah. Kitu cha pili muombe. Kitu cha tatu na cha mwisho wa jihad. Hii ni Mtoro TV.